Asante mpenzi msikilizaji na karibu katika taarifa yetu hii itakayosomwa kwenye Michael Bon Esau Hermane. Ni mimi huyo hapa. Kwanza muhtasari wa habari zetu. Baraka ambako japokuwa kupanda kwa thamani ya pesa za Kongo zidi ya dola pesa za Marekani yapata sasa takriban mwezi mmoja, bei ya bidhaa yaonekana kubaki pale pale ndani ya jiji la Baraka jimboni Kivu ya Kusini. Tutakwenda pia kuwa huko Eonde ambako raia wa kijiji cha Eonde groupment ya Bashialangwa sekta Yanganja tarafani Fizi wamelala katika hali ya wasiwasi. Hayo ni kutokana na milio ya risasi iliyoshuhudiwa eneo hilo. Tutamalizia habari zetu na habari za michezo. Mpenzi msikilizaji, ni kuombe kuweza kuambatana nasi moja kwa moja ili tuweze kupata mengi zaidi. Mjini Baraka ambako japokuwa kupanda kwa thamani ya pesa za Kongo zidi ya dola pesa za Marekani yapata sasa takriban mwezi mmoja, bei ya bidhaa zaonekana kubaki pale pale ndani ya jiji la Baraka jimboni Kivu Kusini. Thamani ya pesa za Kongo iliyokuwa kwa 2800 imeshuka kuwa ya 2100 zidi ya dola moja pesa za Marekani, ambako masokoni bei za bidhaa bado zaendelea kubaki kwenye msimamo ule ule, hali ambayo raia wa Baraka waendelea kukabiliana nayo, ikiwa yazidi kuwaweka katika hali mbaya ya kiuchumi. Ndani ya kata la Aibaz ambalo ni la kibiashara, wakahaji wa mji wa Baraka ambao wamekutana na redio moja wametaja kushangazwa na kubaki kwa bei ya biashara katika hali iliyokuwa ya juu, ambako mti mmoja wa sabuni unanunuliwa pesa 4000, kilo kimoja cha sukari pesa 4000, mfuko mmoja wa unga 56 pesa za Kongo, kama walivyoeleza raia wa Baraka. Tuwe bado jijini Baraka huko manispa ya Katanga ambako mtu mmoja fariki dunia kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana na mwingine kujereuliwa vikali ndani ya kijiji cha Aongo groupment ya Bashimuma sekta ya Mtambala tarafani Fizi asubuhi ya siku ya 4 tarehe 16 Oktoba mwaka utunao. Hali aliyeuawa ni bibi mmoja na mjukuu wake kujereuliwa vikali, kama ilivyo bahini duru za mahali. Kwa mujibu wa shirika la rahia ni kwamba muhanga wa majeruhi anapatikana kwenye hospitali kuu ya Fizi ambako wanaendelea kupata matunzo yaliyobora. Shirika la rahia limeomba kwa vitengo husika na usalama kuingilia kati swala hilo na kuweka usalama uliobora kwa jamii. Tujielekeze kijijini Eonde ambako rahia wa kijiji cha Eonde groupment ya Bashialangwa sekta Yanganja tarafani Fizi wamelala katika hali ya wasiwasi. Ni kutokana na milio ya risasi iliyosikika usiku wa kuamkia siku ya 5 ambako kundi mbili za kizalendo FABB ambazo zinaongozwa na viongozi tofauti ambazo zilikuwa zikikabiliana kwa risasi. Katika kukabiliana kwa risasi zidi ya kundi hizo mbili, kamanda mmoja ndiye aliyepoteza maisha papo hapo, kama lilivyoeleza shirika la rahia. Kazi na vitu vingine viliweza kuripotiwa kuzorota eneo hilo la Eonde. Tuwe Elembwe ambako tendo kimoja cha wizi kimeripotiwa asubuhi ya siku ya 5 ya tarehe 17 Oktoba mwaka 2025 kijijini Elembwe, makao makuu ya sekta ya Lolenge tarafani Fizi. Kitendo hicho ambacho kimeendeshwa nao watu ambao bado kujulikana kimeendeshwa ndani ya jumba moja ya
biashara simu na betri, ambako simu, betri na kiwango kikubwa cha pesa viliweza kupelekwa kama lilivyoeleza shirika la raia, jambo ambalo limepokelewa shingo upande na kitendo hicho, huku likiomba vitengo husika na usalama kuingilia kati ili kuweza kugundua wezi ambao walikwenda kutimiza kitendo hicho. Tuwe huko Uvira, msikilizaji mpenzi, ambako shirika la raia Dynamique de la Société Civile pour le Développement Durable mjini Uvira limetoa wito kwa viongozi wa mashule kuheshimu thamani ya pesa ya Kongo. Mapenzi Manweba, mratibu wa shirika hilo la raia, amezungumza mengi katika lengo la kuweka usawa kati ya mashule na wazazi. Tumsikilize. Ndio tunaendelea kualerte kwa viongozi wa kiserikali kwa ajili ya ujanja unaoonekana katika mashule mbalimbali za kiserikali ama za kibinafsi kutokana na taux d'échange. Ukiangalia leo katika nchi yetu Kongo na katika province ya Sud Kivu kwa kipekee, kumeonekana kupunguka kwa taux d'échange enfant par rapport na dolar. Miezi fulani iliyopita tulikuwa nabadilisha dolar moja mu 3000 francs, mais kuma effort yenye gouvernement ilifanya hapa siku ine na une semaine iliyopita, dolar imeshuka mpaka ikafanya ya kwamba kwa sasa hivi ukienda katika wa changer na mu cité utagundua ya kwamba wako nabadilisha dolar na kuwa mu 2600 1400 francs, na kwa sasa hiyo to inabaki pale. Na ukienda kwenye mashule mingi, wa prefet mingi wa masomo na wa directeur wa maekole wanaoblige wazazi ya kwamba waendelee kulipa moto ya 3000 francs par dollar, na wakati wazazi wakileta dollar, wale wa prefet na wa directeur wa maekole wa moja wanakatala wazazi wasilipe dollar. Ndio maana tunaendelea kualerte wakuu viongozi kiserikali waangalie namna gani wataingilia kati hilo jambo, na waangalie gisi gani ya kuinterpeller conscience ya waprefe, na wazibiwe wale wahotere wote ambao wanaendelea kutesa wazazi katika hii situation ya insécurité. Uoblige tena mzazi ya kulipe $1 mu 3000 francs, tandis que fasi yote to iko mu 2600, mu 1500 na 2400. Neymar piga moja pili tatu pale. Msikilizaji mpenzi, katika habari za michezo ni kwamba michuano ya kuwania kombe la dunia au maandalizi ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 ndani ya bara la Afrika imehitimishwa tarehe 14 Oktoba mwaka utunao, michuano ambayo imesitishwa na timu 9 za taifa ikiwemo Morocco, Senegal, Ivory Coast, Egypt, Cape Verde, Tunisia, Afrika Kusini, Algeria na Ghana. Pengineko ni timu 4 bora pamoja na DR Congo, Gabon, Cameroon na Nigeria ambazo zitachuana ili kuweza kupata mshindi wa kuweza kuwania kombe la dunia ndani ya uwanja wa Morocco. Nusu finali itachezeka tarehe 13 Novemba ambako Gabon itakutana na Nigeria na DR Congo itakwenda kukutana na Cameroon. Mpenzi msikilizaji, ni hapo ndipo nimeweka nanga katika taarifa yetu hii lugha tukufu la Kiswahili ambayo imesomwa kwenye mic na Lebon Esau Hermani, na kuaga nikisema kwa heri.